Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tumeshuhudia siku ya juzi msanii Diamond Platnumz alikuwa na interview na waandishi wa habari, na swala kubwa ambalo Diamond Platnumz aliweza kuliongelea au kulizungumzia kwa ukubwa zaidi ni kuhusiana na yeye kurudi katika shirika la Pepsi, yani kuwa balozi wa Pepsi, lakini pia kuendelea kuyatangaza matangazo ya Pepsi. Ni kama vile Diamond Platnumz ameweza kulamba dili nono tena kwa kurudi katika kuwa balozi wa Pepsi, na kama ambavyo tunafahamu bana wasanii haya mambo ya matangazo ndiyo mambo ambayo yamekuwa yakiwaingizia pesa kwa kiasi kikubwa sana, na unaambiwa ukifanya tu muziki bila kufanya haya matangazo na kuwa mabalozi wa maeneo tofauti au makampuni tofauti, basi pesa huwezi kuiona wewe kama msanii. Na ukiwa msanii basi mambo kama ya kuwa balozi wa kitu fulani, yani ni unakitangaza hicho kitu kutokana na mkataba ambao mtausaini na hiyo kampuni. Sasa Diamond Platnumz kipindi cha mwanzo alikuwa ni balozi wa Pepsi, lakini baadaye tukashangaa kwenye profile yake akafuta kabisa ile ambassador ya Pepsi. Sasa watu wakawa wanajiuliza inakuwaje msanii Diamond Platnumz anaondolewa kuwa balozi wa Pepsi? Kumbe kuna mambo ambayo hayakuwekwa sawa kati yake pamoja na hao watu wa Pepsi, na ndio maana kwa sasa hivi Diamond Platnumz ameweza kurudi rasmi, na Pepsi wamejipanga kweli kweli kwa ajili tu ya kumrudisha Diamond Platnumz kuendelea kuwa balozi wao, ili mradi kuendelea kupata faida zaidi, kwa sababu tunafahamu wasanii wanaposimamia jambo, au kwa mfano msanii Diamond Platnumz anaposimamia kwa mfano hii kampuni ya Pepsi, basi inakuwa ni kampuni ambayo mauzo yake yanaongezeka kwa kiasi kikubwa. Yani Diamond Platnumz anawapa motisha watu kwa ajili tu ya kuendelea kukitumia hicho kinywaji, na kama ambavyo tunajua bana msanii ni kioo cha jamii. Sasa msanii anapofanya jambo, basi watu wengi wanakuwa wanaliiga kwa kiasi kikubwa sana. Sasa Diamond Platnumz unaambiwa ameweza kulamba mamilioni ya pesa kwa ajili tu ya kuwa tangazo la Pepsi, lakini pia kwa ajili tu ya kuwa balozi katika shirika hili la Pepsi ambalo limeweza kurudi kwa upande wa kwake bana. Sasa baada ya Diamond Platnumz kuweza kulamba hili dili nono, mzazi mwenzake mwana mama Zari the Boss Lady ameamua kumpongeza ex wake, na tunaweza kusema hawa ni watu ambao wana ukaribu kwa kiasi kikubwa sana, na hiyo yote ni kutokana na watoto ambao waliwapata Tifa pamoja na Nilan. Sasa Zari ni mwanamke fulani hivi ambaye yeye hajali yupo na nani katika mahusiano yake, yeye anaangalia ni kitu gani sahihi ambacho anakiweza kukifanya kwa wakati gani, kwa sababu baada tu ya Diamond Platnumz kuweza kulamba hili dili nono la Pepsi bana, Zari the Boss Lady alishindwa kabisa kujizuia na kuamua kumpatia pongezi baba wa watoto wake ambaye ni Diamond Platnumz. Aliweza kuposti picha ya msanii Diamond Platnumz akiwa katika ile picha ya Pepsi, baadaye akaweza kuandika hongera baba T. Sasa baada ya kuandika vile, watu wengi sana wakawa wanaongea kwenye mitandao ya kijamii kwamba kwa nini ukaribu wa Diamond pamoja na Zari ni ukaribu ambao haujawahi kuisha hata siku moja. Kwa nini hao watu wasio pamoja? Lakini tunaweza kuona msanii Diamond Platnumz yeye ana mahusiano yake, lakini pia mwanamama Zari the Boss Lady naye pia ana mahusiano yake na mwanakaka Shakib. Hivyo basi tunaweza kusema hawa watu wawili ni watu ambao wana upendo kama wazazi tu, na wala sio ule upendo ambao tunaujua, upendo wa kimahusiano wa kimapenzi. Hapana, hawa ni watu ambao wana ukaribu tu wa hali ya juu, na hiyo yote ni kutokana na watoto wao. Na ukimwangalia mwanamama Zari the Boss Lady ni mwanamama ambaye anajiamini sana na anajua kitu gani ambacho anakifanya, lakini kile kitu ambacho mashabiki wamekuwa wakitamani kwa kipindi kirefu kwamba Zari pamoja na Diamond warudiane, kwa sababu ilikuwa ni kapo ambayo ikipendwa na watu wengi sana. Hicho ni kitu ambacho tunaweza kusema hakiwezekani, kwa sababu Zari the Boss Lady aliwahi kuapa waziwazi kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa yeye binafsi hawezi kurudiana na msanii Diamond Platnumz hata iweje, hata akipewa nafasi gani, nafasi ya mwisho kabisa, kwamba huyu ndio mwanaume aliyebaki hapa duniani, basi yeye binafsi hawezi kumchagua msanii Diamond Platnumz. Yani bado ana kile kinyongo fulani ambacho Diamond aliwahi kumfanyia hapo nyuma bana, ni kitu ambacho bado kinamuumiza mwanamama Zari the Boss Lady na wala hawezi kusahau, na ni kitu ambacho kilimsababisha mpaka shindo kabisa kumsamehe msanii Diamond Platnumz, licha kwamba
Msanii Diamond alimuomba sana msamaha Zari the Boss Lady, lakini Zari yeye alishindwa kabisa kumsamehe. Ngoja nikukumbushe kidogo kitu gani ambacho kilitokea kwa Zari mpaka kushindwa kabisa kumsamehe mpaka leo hii msanii Diamond na kumchukulia kama baba wa watoto wake tu na wala hawezi kumchukulia kwa vingine tofauti. Unaambiwa Zari the Boss Lady kipindi ambacho amemzaa mtoto wake wa pili Nilan, bana msanii Diamond Platnumz alishindwa kuvumilia. So unajua kuna yale mambo ya uzazi, unatakiwa msubiri mwanamke wako apone ili mradi tu muweze kushiriki lile tendo. Msanii Diamond akachepuka na mwanamama Hamisa Mobeto. Sasa baada ya kuchepuka na Hamisa Mobeto, Hamisa akapata ujauzito. Sasa baada ya Hamisa kupata ujauzito na kumwambia msanii Diamond bana, nina mimba yako, Diamond Platnumz aliruka na kugoma moja kwa moja kwamba hauwezekani, tumelala siku moja alafu ukaniambia mimi una mimba yangu. Sasa baada ya Diamond kukataa, Diamond hofu yake kubwa ilikuwa ni kuachana na mwanamama Zari the Boss Lady, kwamba Zari akifahamu Hamisa Mobeto ana mimba yangu na ukiangalia yeye mwenyewe amejifungua, bana ni kitu ambacho kingemuumiza kwa kiasi kikubwa sana. Lakini baadaye unaambiwa Zari the Boss Lady alikuja kufahamu baada ya mwaka mmoja, yani mtoto wao Nilan kufikisha umri wa mwaka mmoja na Hamisa Mobeto akajifungua mtoto wake. Sasa baada ya Hamisa kujifungua, maneno alisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi wakatamani kufahamu kwa nini Diamond Platnumz anamkataa huyu mtoto, na ukiangalia Hamisa Mobeto amengangania moja kwa moja kwamba ni mtoto wa msanii Diamond Platnumz. Sasa baada ya Zari kufahamu kwamba Diamond alichepuka kipindi ambacho yeye alijifungua mtoto wake wa kiume Nilan, basi aliumia sana na kudai kuwa hawezi tena kumwamini msanii Diamond. Lakini baadaye Zari alimlipizia msanii Diamond Platnumz ili mradi waende sawa, na yeye akaamua kutoka na Peter wa P Square ili mradi tu ampe yale maumivu ambayo Diamond Platnumz alimpatia. Lakini Diamond alishindwa kabisa kuvumilia na kuamua kumwambia Zari, bana tuachane, kama umeamua kunilipizia kwa staili hii na ukiangalia wewe ni mwanamke, bana tuachane. Sasa sijajua kwa nini wanaume hawapendi wanawake wa wasaliti, lakini wao wanaenda kusaliti nje. Sasa ni kitu gani ambacho wanakifikiria? Kwa sababu wao wanaona kwa ajili ni wanaume wanaweza kufanya chochote, lakini mwanamke akifanya ni kitu ambacho kinaonekana vibaya pia katika jamii. Na ndio maana unaambiwa mwanaume anaweza kawa na wanawake 3, 4, 5 lakini asionekane tofauti, lakini mwanamke akiwa na wanaume 2, 3, 4, 5 anaonekana yeye hana adabu, lakini pia anaonekana ni malaya. Na ndio kitu ambacho kiliweza kutokea kipindi ambacho Diamond Platnumz yupo na mwanamama Zari the Boss Lady, na ndio maana mpaka leo hii Zari anakuambia hata wanaume wote waishe dunia hii hawezi kurudiana na msanii Diamond Platnumz, lakini ni mtu ambaye anamsupport sana Diamond na ni mtu ambaye anampenda Diamond kama baba wa watoto wake, kwa sababu anadai Diamond ni mwanaume ambaye anawaangalia sana vizuri watoto wake. Lakini pia ukimwangalia vizuri Diamond ni mwanaume ambaye anawajali sana, lakini pia anamjali yule mama ambaye anawaangalia watoto wake, anamjali mwanamama Zari the Boss Lady. Hivyo Zari anafurahia kuona baba wa watoto wake anaendelea kupata pesa zaidi, ili mradi tu matumizi ya watoto wake ataendelea kuenda vizuri, lakini pia watoto wake wataendelea kusoma vizuri na kufanya maisha yao vizuri zaidi, kwa sababu baba yao akifanikiwa basi na wao pia ni kama vile wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.